Kwanza sitaki tena kukaa hapa na wala sintokanyaga tena kwako. Sophie, naomba nisindikize. Naondoke zangu mimi. Twende. Sasa sikiza niwape kitu. Shagangu, hili zoezi la mwisho. Usije ukaniangusha. Si umenielewa? Mimi katika pilika zangu nimehangaika, kabidi nirudi tena kwa yule mganga. Kanipa dawa. Dawa ile inatakiwa wewe nikupe. Umwekee kwenye chakula au kwenye kinywaji chochote. Akisha kunywa yule anazima, yani analala kabisa. Pale unafanya mambo yako yote yanaisha. Naomba usiniangushe. Hani maana mambo yako. Sasa mambo ya dawa tena ya nini? Kwa tena tunaanza ushirikina jamaa, tunashirikishana hadi kwenye mambo ya madawa tena. Hapa navuka nimekwambia mwanamke wake yupo ndani. Chumbani. Sio kama labda hujamuona, kamfungia chumbani. Atashaanza leta. Usiniangushe sasa na wewe. Mambo ya madawa tena haya. Nikibambwa. Akubambe nani? Haya, tutajaribu. Kitakavyokuwa utaona. Chonde, narudia tena, usiniangushe Sophie. Fanya mambo ya kueleweka. Haya, mimi naenda. Nategemea jibu kwako. Amba ushirikina sasa hivi. Unajua Chadi, kuna mchongo mimi nataka nikupe. Ila huo mchongo hata mambo mengi. Sharti yake ni moja tu, kumchagua kiongozi wetu. Asa tumchague kwa awamu ya pili. Nafikia maendeleo yatakuwa mazuri kabisa zaidi ya nyuma, ambayo ni Pascal. Na ukifanikiwa kumchagua kiongozi, kutakuwa na maendeleo mazuri. Unajua maendeleo mazuri? Barabara, sijui nini, vijana watakuwa bodaboda, amna kijana atakayekaa nyumbani. Wewe mwenyewe nafikiria ni shahidi. Miaka iliyopita mambo yameenda vizuri kabisa, sasa tutafanya mara mbili yake. Basi wewe usijali. Mimi nitampigia kura ya ndio kupitiliza. Yaani kama ungekuwa na ballot zaidi ya moja, basi mimi ningempigia yeye hata 10. Kura 10 zangu angezipata yeye. Mimi nitamchagua yule kiongozi wako, hamna shida kabisa. Unaniahidi itakuwa kweli? Ila halina shida. Ila ujue bwana, mimi ni muda mrefu sana nimevutiwa na wewe. Yaani natamani huu mchumba wako. Kipindi wao wanaendelea na uchaguzi, sisi tunaendelea na mpenzi yetu. Mimi nakupenda sana wewe dada. Nitakufikiria. Naona mguu wa kutoka. Nilikuwa mguu wa kutoka ukaribu na Maginga. Sasa unatakiwa utoke na mama. Yaani unatoka na mama. Wenye nasema mama huyo, mama huyo, mama wetu sisi we. Mama huyo. Yaani tunaye we. Tunachokitaka kutoka kwako, au mama anachokitaka kutoka kwako, ni wewe tu kuhakikisha unaweka dole la tiki. Yaani dole lako lio limenyooka pa kwenda juu pa. Yaani tumpitishe mama. Akipita mama, na mama alivyokuwa na uchungu, mbona mtafurahi? Hivi vidogodogo tu, kuna vikubwa vingi vitakuja. Mimi nakaa naye hivi nazungumza kabisa. Yaani mimi nataka nikibadilishe hiki kitongoji kiwe kwenye, yaani kiwe kama Ulaya. Yaani Ulaya ndogo iwe hapa. Yaani mimi ya mambo ninavyoyapenda, hiyo siku alfajiri nipo huko. Dole tu lazima nikaliweke. Sasa hapo ukishafanya hivyo, jiandae. Yaani jiandae mambo yako kunyooka. Jiandae kila kitu chako kuwa sawa. Bwana, maisha yamebadilika bwana. Yaani miguu ya kuku na kichwa cha kuku utakiwi kula wewe uloweka tiki kwa mama. Wewe utakuwa ule paja, kipapatio. Yaani paja unaliweka hivi afu unalila. Kwa hiyo wewe jiandae, mambo yako yatanyooka na yatakuwa sawa. Pitisha tu, unaweka tiki.
kwenye tiki, kuweka tiki tu mambo yanakuwa tik tik. Mama huyo. Baba yangu, kwa hili mmenipata. Yaani hiyo siku nitapita mitaa yote kutangaza, lazima tuje kumtilia tiki huyo mama. Yaani kwa maendeleo anayofanya, ameanza na Bibi Saadi, lazima tuje baba yangu. Yaani weka tiki kwenye tiki, ukiweka tiki mambo yanakuwa tiki. Na hilo jambo la mtaani kwenda kuambia watu, hiyo mama sio kazi yako. Hiyo niachie mimi. Mimi sasa ndo kazi yangu kumfuata kila mtu kumwambia kwamba mpitishe mama. Mama tunatamba naye. Yaani huyu mama na Bibi Saadi, mbona kanipata? Kila siku nipo nyuma yake. Kama nilivyokuambia mara ya kwanza dada yangu, diwani wetu kaidi vitu vingi sana. Kwa hiyo ninachoomba, njoo mchague diwani wa upande wetu kwa manufaa ya kata yetu. Na vitu vingine vipi ambavyo ameweza kuvifanya? Nikuibie siri dada yangu. Diwani kaidi vitu vingi sana. Cha kwanza zaidi, kaidi kwamba atajenga vituo vya afya. Cha pili, ataleta maji kwenye kata yetu. Cha tatu, atatoa vyakula shule zote kwenye kata yetu na wanafunzi watakula, wataenjoy. Kwa hiyo ni hivyo tu ambavyo anaweza kuvifanya, hamna kitu kingine? Kingine cha kuongezea ni kuibie siri nyingine ambayo kitani kufiche. Atajenga magorofa kwenye hii kata yetu. Sijui unielewa, kata yetu itakopo moto. Diwani kaidi vingi sana. Atatoa ajira mbalimbali kwa vijana, hasa kwa bodaboda, kwa mama wafanya biashara, wajasiriamali wadogo wadogo. Kwa hiyo ninachokuomba dada yangu, njoo kwa diwani wetu kwa maendeleo ya kata yetu. Hivyo hapo sawa kweli wewe? Wewe umeona mama Dawa yao? Yaani ule mama yuko super. Yaani ule mama anahamasisha watu mpaka watu tunawashawishika kweli. Anatoa mchele, anatoa vikanga, vijiela, vimafuta. Yaani mtu ukipita mtaani, moyoni ukitembea unasema mama Dawa yao. Mama Dawa yao. Wewe unakuja kunishawishi kwa kitu gani? Kwa maneno. Wewe hapo sawa kweli wewe? Nisikilize. Kiongozi anaojiamini hawezi kutoa rushwa kwa wananchi wake hata siku moja. Njoo kwa diwani wetu umpigie kura. Cha kwanza, njoo kwenye kampeni zetu uje kusikia sera zinazomwagwa za maana. Sawa? Yaani sijui hata nikwambie vipi ili mradi unielewe, lakini cha kukunufaisha. Mchague kiongozi wetu kwa manufaa ya kata yetu kwa sababu tutafaidika wenyewe. Huyo kiongozi ambaye anatoa rushwa sasa hivi akipita baadaye akukumbuki wewe dadangu. Chagua kiongozi aliyeko bora na sahihi ili mradi usijute. Chagua kiongozi ambaye hawezi akaumiza roho yako, atafurahisha roho yako. Naomba njoo umchague kiongozi wa upande wetu. Utanufaika sana dada yangu. Sasa nisize nikwambie. Huyo diwani wenu nyie huyo ndo anawapiga mchangala macho. Kama sasa hivi tu anashaka kuonesha ushirikiano, atakavyopita atakuja kuonesha huo ushirikiano. Mtalia nyie na kusaga meno kama mbwa. Yaani sasa hivi tu hata shimia yake atoi. Viunga, vimchele, vimafuta atoi. Unataka kuniambia atakavyopita ndo atatoa hivyo vitu vyote? Kuwa na akili. Huyo anawarubuni tu kimaneno. Imradi apite basi, na akishapita mtaula wachuya kwa uvivu wa kuchagua. Dada unapotea. Njoo kwa manufaa zaidi. Unajua siku zote watu ambao wanaweza kufanya kitu waongei sana. Kwa manufaa zaidi, wewe njoo mchague kiongozi wetu, utapata faida baadaye. Tusiongee sana dadangu. Hivi unaelewa kauli mtu akikwambia utaula wachuya kwa uvivu wa kuchagua? Unaelewa manake? Mimi nitakukushauri njoo kwa mama Dawa yao. Yaani ule mama yuko pambe. Unajua maana yako pambe? Yaani hata sasa hivi ukifanya waseme atokee tu hapa. Papa
usikute wawili tumesimama kama hivi. Yaani yule atumii nguvu nyingi. Yule afu kutoka hapo sasa anakuambia kabisa, anakuahidi kila kitu. Akishapita mambo mengine yote utaona. Sio wewe huyo diwani wako anakupa maneno, akupi hata 100 ya kununua maji. Cha msingi ipo hivi, kama utafuata ushauri wangu sawa, usipofuata basi kikubwa zaidi njoo kwa mama dawa yao. Yule mama ni kiboko, yani ni kiboko cha wote. Zaidi ya hapo huna cha kunishawishi. Ina maana mama dawa yao anatoa rushwa kwa wananchi wake ili mradi apite. Yaani mimi ninachokiamini kwenye dini ya Uislamu, mke bora ni yule mke anayesikiliza maagizo ya mume wake na sio mashoga wala marafiki. Lakini wewe umekuwa mkaidi, hutaki kabisa kunisikiliza mimi mume wako. Kama unakumbuka mara mwisho wakati unaondoka hapa, nilikwambia ukitoa miguu yako hapa, ukitoa hizo ngwato zako hapa, unapoenda huko kalale huko. Imekuwaje unarudi hapa? Asa mume wangu, huko mimi nina sehemu pa kulala jamani. Mimi nimerudi hapo nyumbani kwangu. Sasa ukisema nilale huko unakosea. Imebidi tu nirudi kwa sababu hapa tu nyumbani kwangu. Hiyo kauli ya nyumbani kwangu uitoe. Wewe nimekuoa, hapa ni kwangu mimi. Wewe. Sikia. Sitaki maelezo, sitaki nini. Chukua kilicho chako nenda. Mume wangu, ndo tumefikia huko babangu. Nisame haki yangu. Sirudi tena. Haki ya Mungu siendi tena kule. Yaani hata nikisikia simu siku ya manane siendi. Hivyo viapo unavyoapa, ipo siku vitakuponza. Sasa wewe jiizinishe kwa Mungu wako kuwa hutashiriki tena, alafu ufanye. Sawa? Unaona na hicho kitu kidogo, si ndio? Soso. Sirudi. Ingia ndani, chukua kilicho chako, ondoka. Kwa sababu wewe mwanamke umeshindwa kunisikiza mimi kama mmeo. Si ndio? Wewe hutaki kunifuatisha mimi kama mme wako. Babangu, usilalamike sana. Ni mara ngapi nimekukataza kujihusisha na masuala ya siasa? Unajua kwa sababu gani nakukataza? Ujui. Lakini mme wangu, si nilienda kuchukua mizigo yangu hii hapa, nimewahi kurudi jamani. Kosa langu mimi hapo lipo wapi baba? Wewe, hii naongea kwa mara ya mwisho. Sasa nitakuumiza. Basi baba watoto, usilalamike sana, nisamee. Sawa. Umalizie nilichokuwa nakifanya. Basi mume wangu, wewe nenda tu ndani, nimeacha tu nimalizie hapa. Wangu, mbona umepoa vipi? Nipoe kwa kitu gani dada? Mimi nipo kama unavyoniona. Aya sawa, yote 9. Yaani uko mtani pamechemka moto. Mama dawa lazima apite. Shoga yangu mimi hizo taarifa ninazo. Yaani mimi tena hizo taarifa zinipite, haziwezi kunipita hata mara moja. Na 100% mama dawa yao lazima apite. Yaani hao wengine wote wataisoma namba mwaka huu. Ninapokuambia mama dawa lazima apite. Tena mimi hapa ndo nitoka kwanza kumpigia kula.
Shoga yangu, hapa ndo unapotaka kunifurahisha mimi. Yaani ulipoenda mimi nipo. Alipo mama dawa yao na mimi nipo. Shoga yangu, si unaelewa? Yaani nataka hiyo siku itakapofika. Kila mtu atajua mama dawa yao ndo nani. Hata mimi nashangaa. Hao wengine wanabaki kuongea kwa maneno mimi siwaelewi. Tena hapo shoga yangu. Nasikia mpinzani, sijui mpinzani kitu gani. Kwanza kwa mtani madawa kaja tele kama pishi la mchele. Kwanza anagawa vitenge, anagawa chakula, basi mimi kalipa kijole cha hapo ndugu wangu. Yaani huyu inavyoonekana kabisa atakavyopata hii nafasi, mama ndo tutakavyozidi kula matunda. Hebu angalia tu sasa hivi bado hajapata hiyo nafasi. Watu tunajimwaya video la mama, michele, vitenge, visabuni, sije mafuta ya kupikia. Tukose nini kingine atakavyoingia madarakani? Yaani fanya kama unaona. Wapi mama? Jamani, ngoja shoga yangu. Wapi? Ndio maana ukubali shoga yangu. Wewe upoi. Sawa. Yote 9. Mitumbo limechemka. Mundani umepika? Yaani shoga yangu, hapa unavyoniona mimi ndo ninaingia. Nimetoka kuhamasisha huko mtaa wa kati. Ule mtaa wa chini kule kwa mzee Juma ule ndo nilipotokea sasa hivi. Nimetoka kuhamasisha. Kwa hiyo hapa unavyoona mimi mwenyewe hata kula sijara, ndo kwanza nimefika. Niingie nikafike, nikishatoka hapo tena mimi kiguu na njia. Yaani mwaka huu mpaka kieleweke, mpaka mama dawa yao wapite.